Rais wa Marekani Donald John Trump ameonyesha wazi kutoridhishwa na pendekezo jipya lililotolewa na Irani, akisisitiza kuwa haliwezi kuwa msingi wa mazungumzo ya maana kwa sababu halijagusa moja kwa moja suala nyeti la mpango wa nyuklia wa Tehran. Kwa mujibu wa afisa mmoja wa ngazi ya juu wa Marekani, msimamo wa Trump unabaki kuwa thabiti kwamba mazungumzo yote lazima yaanze kwa kushughulikia hofu ya kimataifa kuhusu shughuli za nyuklia za Irani. Mapema jana Jumatatu, Aprili 27 mwaka 2026, Trump alikutana na washauri wake wakuu wa usalama wa taifa hilo kwenye kikao cha faragha kilicholenga kuchambua pendekezo hilo na hatua zinazofuata. Vyanzo kutoka Irani vimeeleza kuwa pendekezo hilo linapendekeza kuahirishwa kwa mjadala wa mpango wa nyuklia hadi baada ya kumalizika kwa mvutano unaoendelea, pamoja na kutatuliwa kwa migogoro inayohusiana na usalama wa usafirishaji wa mafuta katika Ghuba ya Uajemi. Kwa Irani, kipaumbele cha sasa ni kupunguza mvutano wa kijeshi na kurejesha utulivu wa usafirishaji wa nishati ambao umeathiri vibaya uchumi wa eneo hilo na dunia kwa ujumla. Tofauti hii ya kimkakati imeendelea kuwa chanzo kikuu cha mkwamo katika mazungumzo hayo. Marekani inahofia kuwa kuchelewesha mjadala wa nyuklia kunaweza kuipa Irani muda wa kuendeleza zaidi uwezo wake wa teknolojia ya nyuklia, wakati Irani ikiona masharti ya Marekani kama ya kulazimisha na asiyozingatia hali halisi ya vita na vikwazo vinavyoikabili nchi hiyo. Katika wakati huo huo, athari za mzozo huo zinaendelea kuonekana wazi katika masoko ya kimataifa, hasa sekta ya nishati. Kupungua kwa usambazaji wa mafuta kutoka eneo la Ghuba ya Uajemi kumeongeza presha kwa bei za mafuta duniani, huku wachambuzi wakionya kuwa hali hii inaweza kuwa mbaya zaidi endapo kutakuwa na suluhu ya haraka ya kidiplomasia. Licha changamoto hizo, juhudi za upatanishi bado zinaendelea kupitia nchi mbalimbali kama Pakistan, ambayo imekuwa na jukumu la kujaribu kuwaleta pamoja pande hizo mbili. Hata hivyo, matumaini ya kufikia makubaliano mapya yamepungua kwa kiasi kikubwa kufuatia hatua za Trump kufuta safari muhimu ya kidiplomasia iliyopangwa kufanywa na mjumbe wake maalum Steve Witkoff pamoja na mshauri wake wa karibu na mkwe wake Jared Kushner kwenda Islamabad. Uamuzi huu umetafsiriwa na wachambuzi wa siasa za kimataifa kama ishara ya kupungua kwa imani ya Washington katika mchakato wa sasa wa mazungumzo, na pia kama mbinu ya kuongeza shinikizo kwa Irani kubadili msimamo wake. Hata hivyo, baadhi ya vyanzo vinaamini kwa hatua hiyo inaweza pia kuchelewesha zaidi juhudi za amani na kuongeza hatari ya mzozo huo kuendelea kwa muda mrefu. Kwa ujumla, hali ya sasa inaonyesha kuwa pengo kati ya Marekani na Irani bado ni kubwa, hasa katika suala la kipaumbele cha ajenda ya mazungumzo. Wakati pande zote zikionekana kushikilia misimamo yao, mustakabali wa juhudi za kidiplomasia unabaki kwa mashaka, huku dunia ikiendelea kufuatilia kwa karibu kutokana na athari zake kwa usalama wa kimataifa na uchumi wa dunia. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.